Karibu sana kwenye kipindi cha neno la Mungu tena ambacho kinakujilia wakati kama huu siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 5 ikiwa ni sehemu yetu ya pili ya maendelezo wa somo letu ambalo lilianza tangu jana. Somo linasema kwamba mchague Mungu kuwa kiongozi wako, usibadilike. Nashukuru kwa wewe ambaye tunaendelea kwa pamoja na unaendelea kufuatilia na unabarikiwa na mahubiri na mafundisho haya. Kwa account yangu ya YouTube unaweza ukasubscribe, lakini pia ukaweka comment yako. Kwa Facebook pia unaweza ukaweka comment yako. Yote ile ili tuone kama tunaenda sawa, ili kuboresha kazi ya Mungu. Mimi ni mwalimu wako Emmanuel Mukonga. Karibu sana. Kabla ya yote naomba niombe. Asante Mungu wa mbinguni uketie mahali pa juu palipoinuka kwa kunipa nafasi na kibali siku ya leo tena kuweza kusema neno la uzima. Roho Mtakatifu, niko mahali hapa Jehova kwa ajili yako na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Naomba unisaidie kusema siri za ufalme mbinguni ili watoto wako wasikie. Nipe kusikizisha kwenye masikio yao, Ee Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nipe akili, nipe ufahamu, Ee Mungu. Ninapolisema neno lako naliseme katika uzuri na katika ubora, Ee Bwana, wa kiwango cha juu. Nisikosee wala nisipotoshe, Ee Mungu. Nipe kweli yako na kweli yako niwaeleze watu wako. Roho ya hekima, roho ufunuo, roho maarifa, unisaidie kulifunua neno lako masikioni mwa watu wako walielewe. Karibu Roho Mtakatifu, unisaidie sasa mpaka tutakapomaliza kipindi hiki. Msaidie na msikilizaji atakayesikiliza video hii katika jina lako Yesu. Amen. Karibu sana. Karibu sana. Bila kupoteza muda, somo letu linasema kwamba mchague Mungu kuwa kiongozi wako, usibadilike. Somo hili lilitokea baada ya kuiangazia safari ya wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri kwenda Kanaani. Na Biblia inatuambia kwa haraka Musa alipokuwa wanatoka Misri, wana wa Israeli, Mungu aliwatendea mambo makubwa kwa mkono wa Musa. Mungu aligawanya bahari ya Shamu. Mungu aliwaua Misri. Mungu aliwaua wazaliwa wa kwanza wa wanyama na wanadamu kule Misri. Mungu alitenda makubwa sana. Akafunika wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu. Mungu akawapa mana kwa wale jangwani. Mungu akawapa maji wana wa Israeli. Mungu akatembea nao wana wa Israeli kwa ukubwa sana. Mungu akajionyesha kwa wana wa Israeli. Lakini ilipofika wakati Mungu amemuita Musa mlimani, ili Mungu akampe Musa maelekezo kwa namna ambavyo wana wa Israeli wataishi na kuenenda wakiwa jangwani na mpaka watakapofika kule Kanaani. Waishije? Mungu alimuita Musa kumpa utaratibu. Wakati Musa ameenda kupatiwa utaratibu na Mungu wa mbinguni, kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia ile sura 25 tunaanza kuona Mungu anamuita Musa. Mpaka sura 32 inaonyesha kwamba wana wa Israeli wamemsubiria Musa wakachoka. Walipomsubiria Musa wakachoka, wana wa Israeli wakamfuata Haruni kwenda kumwambia kwamba Haruni, tufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu kwa sababu sisi hatujui kitu gani kimempata Musa huko mlimani. Na jana tukaishia hapo. Tukasema kwa nini wana wa Israeli walimfuata Haruni kumwambia kwamba tufanyizie miungu ya kwenda mbele yetu? Kwa nini walitaka miungu? Kwa nini wasingemwambia Haruni, wewe si Musa ni ndugu yako na umekuwa naye pamoja, tuongoze wewe, tutoe hapa twende hatua nyingine? Lakini wao waliamua kuchagua miungu. Kwa nini? Pamoja na kwamba Mungu alionyesha ishara kubwa, matendo makubwa ya ajabu kwenye maisha yao, kwa macho yao waliyaona, lakini kwa nini walidai miungu? Kwa nini hawakusema no, huyu Mungu alitutoa Misri, huyu tuwe naye, lakini Haruni tuongoze? Wakasema hatutaki Musa, hatutaki na Mungu wake. Haruni tutengenezee Mungu atakaye kwenda mbele yetu, atakaye kuwa kiongozi wetu. Hilo jambo kwa kweli lilimuumiza sana Mungu sana, utakuja kuona huko baadaye. Lakini tukasema kwa nini? Jana tukugusa sana, lakini nikasema kumbe kiongozi ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kiongozi ni mtu ambaye anabeba dira. Wana wa Israeli walipoteza dira. Baada ya kukaa jangwani kwa muda mrefu hawakumuona Musa. Walipoteza dira. Hawakujua wapite wapi waende wapi. Waliona kesho yao wakaogopa. Wakasema tutakaa jangwani hapa hata lini? Musa hatujui kimempata kitu gani.
Kwa hiyo ile kudai Mungu mwingine ni kwamba walipoteza dira, walipoteza direction, walipoteza matumaini. Matumaini yao yalikuwa kwa Musa, hayakuwa kwa Mungu. Mungu alipomchukua Musa akaenda naye mlimani, basi baada ya muda wakavumilia kidogo, then wakakata tamaa. Ndivyo ilivyo kwenye maisha ya watu leo. Watu wengi matumaini yao hayapo kwa Mungu, yapo kwa watu. Wale watu wanapowaumiza, wale watu wanakata tamaa. Wale watu wanapogeuka, wale watu wanakata tamaa. Wale watu wanavyowatenda isivyo, wale watu wanakata tamaa, wengine wanakufa kiroho. Wengine wanakataa hata kuendelea na kusali. Kwa nini? Matumaini yao yapo kwa wanadamu, yapo kwa wachungaji, kwa walimu, kwa watumishi wa Mungu. No, Biblia tufundishi hivyo. Biblia inatufundisha kuweka matumaini yetu kwa Mungu. Mtumaini Bwana Mungu peke yake. Israeli waliweka matumaini yao kwa Musa. Musa alipochelewa walikata tamaa. Walikosa cha kufanya. Walibaki kutangatanga jangwani. Kitu ambacho kilipelekea wale watu watafute sanamu, watafute Mungu mwingine. Nikasema jana hivi kwamba Musa alikuwa ni kiongozi wao. Musa ndo alikuwa anajua njia. Hawakuwa na makosa wa watu. Walikaa pale siku nyingi, hawakujua waende wapi. Mwenye njia yuko mlimani, hawajui kimempata kitu gani. Wakachoka kukaa ile point kwa muda mrefu. Ndio maana wakachukua hatua ya kutaka kuabudu miungu mingine ili waongoze, watoe kwenye ile hali. Nikasema jana kwa mfano, kuna watu wengi sana wa Kristo leo wanapopitia kwenye hali ngumu kwa muda mrefu, wanakata tamaa na habari ya Mungu. Wanapoona Mungu amechelewa, wanakata tamaa, wanaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji, wanaamua kwenda kwa manabii, mitume na manabii, kwenda kutafuta kutabiriwa. Wanapoona Mungu amechelewa, wanaumia mioyo yao kiasi kwamba wanakosa uvumilivu. No mpendwa, usikose uvumilivu. Unapomwona Mungu amechelewa, kuna kitu anakiandaa. Mungu anakuona, anatujua vizuri. Unapoona Mungu amekaa kimya, hajakaa kimya amesinzia. No, kuna kitu anakiandaa. Kuna jambo Mungu analifanya. Laiti kama wana wa Israeli wangejua kwamba kuchelewa kwa Musa ni mpango wa Mungu juu yao, kwa sababu Mungu alikuwa anamwambia Musa namna ambavyo wana wa Israeli wataishi Kanaani, na namna ambavyo wana wa Israeli wataishi jangwani mpaka wafike Kanaani. Mungu alikuwa anafanya kitu kwa ajili ya wana wa Israeli, lakini wana wa Israeli wao hawakuelewa wakati huo. Kwa hiyo wakadai Mungu mwingine. Kwa hiyo tukasema jana kwamba tujifunze kuombea viongozi wetu. Tuombee viongozi wetu, watumishi wa Mungu ambao wako mbele yetu. Kiongozi ni nani? Ni wewe mwenyewe. Jiombee hata wewe pia kama kiongozi. Ni mwanaume, umeoa, kiongozi wa familia yako, ni mchungaji, una washirika wako, ni mwinjilisti. Kiongozi mahali popote, kazini kwako, unaweza kuwa kiongozi. Kwa hiyo jiombee. Jiombee, ombea mume wako kama kiongozi, ombea baba yako kama kiongozi. Waombee, kwa sababu kiongozi akiharibikiwa tu au kiongozi akitoka kwenye nafasi, tayari mambo yameharibika. Mambo yameharibika. Kiongozi ni kama dereva. Wewe unayeongoza humo ndani ya gari. Dereva akienda kwenye mtaro, usitegemee ulimo ndani ya gari utapona. Kwa hiyo lazima muombe dereva wako. Muombe dereva wako. Dereva, Mungu mlinde dereva, mpe akili ili asije akagongesha gari, asije akaacha njia. Kiacha njia tumekwisha. Kwa hiyo ndio ilikuwa mwanzo hivyo. Sasa leo nikasema tunataka tuendelee kidogo kwa ufupi. Nikasema baada ya Musa kuchelewa kushuka chini kutoka mlimani, au unaweza ukasema baada ya jibu la Mungu kuchelewa, kuna kitu gani kinatokea? Kuna kitu gani kinatokea? Mtu akipita kwenye wakati mgumu kwa muda mrefu, kitu gani kinatokea? Kitu gani kinatokea? Watu wengi hawajui. Natamani leo nikwambie hichi kitu. Mtu akipita kwenye jaribu kwa muda mrefu la ugonjwa, jaribu la uchumi, jaribu la afya, kitu gani kinatokea akipita kwenye jaribu kwa muda mrefu? Kuna vitu vingi vinatokea. Na ndivyo ambavyo vilitokea pale jangwani, vikasababisha wana wa Israeli wamwache huyu Mungu. Ndio hivyo kwa watu wengi leo, wanapopita kwenye majaribu makubwa kwa muda mrefu, huwa wanamwacha Mungu. Wanaamua kutafuta visaidizi, kutafuta shortcut, kutafuta uchochoro ili wakajisaidie. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya kukaa jangwani pale muda mrefu. Wana wa Israeli walikaa pale jangwani muda mrefu. Walipoona Mungu amechelewa, Musa ashuki, wakaamua kutafuta alternative. Na ndivyo ilivyo watu wengi leo, wakipata shida wanatafuta alternative.
Mpendo, usitafute alternative. Stay calm. Tulia kwenye hiyo situation. Tulia jangwani. Usitafute alternative. Jangwani hakuna alternative nyingine zaidi ya kumkosea Mungu. Hatuna alternative tukifika kwenye jangwa zaidi ya kumkosea Mungu. Ndio maana it's better, mtu wa Mungu, tulia jangwani. Vumilia, kwa sababu jangwani anayejua njia ni Mungu peke yake. Jangwani ni wapi? Nilisema jana, jangwani ni mahala pa mafunzo. Ni sehemu ambayo Mungu anakupitisha kukufundisha. Utaona kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kwenye 22 anasema kwamba utajua hapo. Hebu tupasome hapo, maana hapo ndio patakuonesha jangwani ni wapi. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Utajua kwa nini nakwambia jangwani ni mahala pa kujifunza. Sura ya 8 mstari wa 18 anasema hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake aliwapa baba zako, kama hivi leo. Unaona? Lakini ukipanda juu anakwambia, anasema hivi, nataka nipande juu uone kwamba Mungu alisema kuna kitu kizuri. Alisema kwamba ukianzia mstari wa 8, anzia mstari wa sura ya 8:11 Kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 8:11 anasema, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo itakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi moyo wako usinuke ukamsahau Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka, aliyekuongoza. Mstari wa 15, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasiojua baba zako, apate kukutweza. Wapi? Jangwani. Apate kukutweza jangwani. Jangwani apate kukutweza. Jambo pia sema apate kukujaribu. Jangwani mahala pa kujaribiwa. Mtu ajaribiwi popote, anajaribiwa jangwani. Kwa hiyo ukiwa unapita kwenye jaribu, ukiwa unapita kwenye kutwezwa, Mungu amekupitisha jangwani, maana yake kuna kitu Mungu anakiandaa mbele yako. Unaona? Kwa hiyo wana wa Israeli wakati wako jangwani, Mungu alikuwa anawaandalia kesho yao. Kesho yao iko wapi? Iko kwenye nchi ya maziwa na asali. Huwezi ukaingia kwenye nchi ya maziwa na asali kabla hujapita jangwani. Jangwani mahala pa darasani, mpendwa. Huwezi ukawa mwanajeshi hujapita JKT Tanzania yetu, hujapita kwenye mafunzo, kwenye kozi wanaita depo. Huwezi kuwa mwanasheria hujapita chuo, hujafundishwa, hujanolewa. Huwezi kuwa mtumishi wa Mungu hujapita jangwani. You can't. Haiwezekani kama hiyo. Hauwezi kuwa mwalimu hujapita shule. Kama kazi za kawaida tu za kibinadamu, lazima upite kozi, ufundishwe kwanza ndio ukatumikie watu. Vipi kuhusu kazi ya Mungu? Si zaidi sana? Kazi zote za kibinadamu lazima mtu upite kozi. Lazima upite kozi, uandaliwe. Sasa sembuse kazi ya kumtumikia Mungu, lazima upite kozi. Kozi inaitwaje? Kozi ni jangwani. Lazima watumishi wapite jangwani. Kwa hiyo jangwani ni mahala hapakwepeki. Sasa Mungu aliwapitisha jangwani wana wa Israeli ili kuwatweza. Anasema hapa, ili apate kuwajaribu. Anawajaribu nini? Apate kuwajaribu ili kuwatendea mema mwisho wao. Anawajaribu. Anataka kujua hivi kweli huyu mtu ananipenda. Utasoma huko chini utaona. Atazishika amri zangu. Nikimpa huduma hii atanipenda. Nikimpa huduma hii, nikimuinua atanikumbuka. Ndio maana ya jangwa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo jangwani sio mahali pabaya. Sasa Wakristo wengi wakifika jangwani, kitu gani huwa kinatokea? Wakristo wengi wakifika mahali ambapo Mungu ameshindwa, sio ameshindwa, amechelewa kujibu maombi yao. Mungu amekaa kimya kwa muda. Huwa kinatokea kitu gani? Kitu gani kinatokea? Watu hawajui. Unashangaa mtu ghafla anaamua kurudi kwenda kwa waganga. Unashangaa mtu alikuwa ni Mkristo lakini ghafla unashangaa anaanza kunywa pombe. Ukimfuata ukiongeza wewe acha tu, ndoa yangu ni shida sana. Ndoa yangu imenifanya mimi nimerudi huko. Unashangaa mtu ghafla ameanza kwenda kwa waganga. Ukimfuata anasema kazini kwangu. Nini maana yake? Kavumilia kanisani, kaona kama hapati msaada.
Msaada wa nini? Wa kazini kwake. Ameinukiwa kazini kwake. Anatishiwa kufukuzwa kazi. Jaribu limekuwa kubwa, anasema no, nipite shortcut. Usipite shortcut mtu wa Mungu. Do not. Usifanye hivyo. Tulia. Hata kama jaribu limesimama, unatakiwa kufukuzwa kazi, unatakiwa uende nyumbani, ufanyweje? Simama katika nafasi. Kama alisimama Shadrach, Meshach na Abednego kwenye nafasi kutetea Mungu, simama kwenye nafasi. Utamuona Mungu. Mungu hawezi kukuacha ukaibika. Hata kama atakaa kimya namna gani, hawezi kuacha ukafikia hatua ya kuaibika. Hawezi kuacha kafikia hatua akafedheka. Mungu wetu ni Mungu anayejipenda yeye kwanza, pendi jina lake liharibikiwe. Kwa hiyo wewe tulia, utaona ukuu wa Mungu katika hiyo situation ulionayo, katika hilo jaribu, katika hiyo shida. Sasa kitu gani kinatokea watu wengi wanapokaa jangwani, wanapokaa kwenye shida kwa muda mrefu? Kitu gani kinatokea? Kitu cha kwanza kinachotokea ambacho tukiangalia leo, mazingira ya kiroho huwa yanabadilika. Shetani huwa anakuja kujaribu mazingira ya kiroho chao. Andika hicho kitu. Kwamba shetani, kitu cha kwanza, shetani huwa anakuja kujaribu mazingira ya kiroho chao. Shetani anakuja kujaribu mazingira ya kiroho chao. Shetani anakuja kujaribu mazingira ya kiroho chao, kwa sababu anapita kwenye jangwa na mawazo mengi. Sasa shetani anatokea nyuma, anasema si unaona? Si unaona? Nilikwambia Mungu wako hawezi. Si unaona? Unasema mwalimu, unajuaje? Unamkumbuka Ayubu? Ayubu alipita kwenye situation ngumu, akapita. Sasa shetani alipopita Ayubu, shetani akamletea mtu akamwambia, si unaona Ayubu? Kufuru ufe. Huyu Mungu hawezi tena. Angekuwa nakupenda singekuacha upite kwenye hili hali. Kufuru ufe. Sasa mtu anapopita kwenye shida kwa muda mrefu, jangwani kwa muda mrefu, bila kusikia sauti ya Mungu, Mkristo huyu, jambo la kwanza ambalo linampata huwa ni shetani anapita kujaribu kiroho chake. Kiroho chake. Mtu yoyote, Mkristo yoyote, kiroho chake kinajaribiwa jangwani. Oh, haleluya, nasikia nguvu sana ninapokuambia hiki kitu. Mkristo yote kiroho chake kinajaribiwa jangwani. Huko kwingine unakojaribiwa huko ni tamaa tu. Tamaa zetu wenyewe. Biblia inasema kitabu cha Yakobo sura ya 1. Tamaa zetu wenyewe tu. Lakini Mkristo kiroho huwa kinajaribiwa jangwani. Unapopita kwenye jaribu ndipo Mungu anakaa kimya kukuona unavukaje. Wakati huo ni mechi za watu wawili, shetani na Mungu. Shetani amekaa upande wa kushoto, Mungu upande wa kulia. Wanakuona utafanyeje. Jangwani ndipo mahali kiroho kina testify. Ukristo unathibitishwa jangwani. Ukristo uthibitishwi kokote kwenye kwaya, kwenye kuimba, kwenye sadaka nini, no. Kristo unathibitishwa jangwani, na ndio maana Mkristo lazima apite jangwani. Sasa sikiliza, tumwangalie mfano Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye exactly ni Mungu mwenyewe. Hatuwezi kupinga, ni Mungu mwenyewe. Ilikuwaje? Alipopita jangwani akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, lakini si mapenzi yangu bali wewe. Kristo mwenyewe. Kristo give up. Alifikia hatua wanasema wasioenda kurejesha mpira kwa kipa. Sema no Mungu. Kweli tumekubaliana kwamba atakufa msalabani, lakini naomba Mungu ikiwezekana kama itakupendeza, hebu acha kwanza nitulie, nile good time. Siwezi. Alipoomba, Biblia inasemaje? Mungu alikaa kimya. Kimya. Mungu alikaa kimya. Nini? Ukristo unapimwa jangwani. Ukristo unapimwa kwenye jaribu. Sikiliza, hujajaribiwa jangwani, hujapita jangwani, hujawa Mkristo. Hujapita jangwani, huna huduma.
Ndio maana lifurahie jangwa, kwa sababu jangwa ni kozi, ni depo. Ni depo, wanasema wanajeshi kwamba Monduli kule ndio depo hatari. Sijui mambo ya jeshini, I don't know, lakini anyway, lakini ninachosema kwamba jangwani ni depo. Ili Mkristo ukamilike lazima upite jangwani. Wana wa Israeli walipita jangwani. Yesu alipita jangwani. Jangwa gani? Getsemane. Getsemane, jangwa. Anaenda anaomba, anarudia wanafunzi, vipi? Mbona mmelala? Hamjaomba na mimi hata risali moja tu. Anatafuta hata maombi ya wanafunzi, atafuta support ya kimaombi. Yamkini hata wewe sasa hivi unaponisikiza huko jangwani, unatafuta watu unapigia watu simu, niombee na shida huko jangwani. Sikiliza, na ujumbe kwa ajili yako. Yesu alipita jangwani. Alipopita jangwani, akaomba, Mungu alikaa kimya. Ni kama vile wana wa Israeli wakati Musa wako jangwani, Musa hayupo, kulikuwa na ukimya, hakuna sauti ya Mungu. Wafanye nini? Yesu alipofika jangwani, afanye nini? Aliomba, Mungu kimya. Nisikize, kitu cha kwanza Mkristo anapofika jangwani, kwenye jaribu zito, anapofika kwenye mazingira hayo Mkristo, shetani huwa anakuja kutaka kujaribu kiroho chake, kukitingisha kiroho chake, kukiseti. Mwalimu unasema nini? Nenda Luka 22. Utagundua Biblia inasema kitu cha ajabu sana. Let me nisome kitu hapo, utaona kitu kipya cha tofauti. Luka 22, haleluya. Luka 22. Mstari wa 31 anasemaje? Akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe imani yako isitindike. Sikiliza, nataka niishie tu hapo nisende mbali sana. Ukipita jangwani, wakati shetani anakupepeta kama ngano, wakati Mungu amemruhusu shetani ya kutikisa kama ngano, shetani anachokiwinda pale sio kitu kingine, ni imani yako. Ukristo wako ndio unawindwa. Ukifika jangwani akiwindwi chochote, ni Ukristo, imani. Na ndio maana Kristo akamwambia Petro, jangwani lazima mpite. Shetani lazima awapepete. Kwa nini? Kwa sababu amewataka na Mungu amempatia ninyi awapepete. Lakini mimi nimekuombea wewe Petro. Nimekuombea nini? Nimekuombea imani isitindike. Ukifika jangwani mpendwa, kitu cha kulinda kuliko vyote ni imani. Kwa sababu cha kwanza shetani atakuja kuitikisa imani yako. Hivyo tu. Imani yako. Mazingira yako ya kiroho yatakuja kutikiswa vibaya sana. Utaanza kuona kwa nini tuwe sadaka sasa. Kwa nini tuwe zaka? Mbona natoa zaka sioni mafanikio? Mbona natoa sadaka za shukrani sioni? Mbona ili ombi nimelibebea hadi sadaka, mbona sioni mpenyo? Jangwani Mungu anakaa kimya. Kwa Yesu Mungu alikaa kimya. Pembeni alifunika macho kama vile haoni, akageuza kichwa. Yesu Eloi Eloi lama sabakthani. Mungu wangu mbona umeniacha? Amemwacha. Jangwani Mungu anakuacha, anakaa pembeni. Kaa pembeni Mungu. Mpendwa, unapopita jangwani, na mkini naongea sasa hivi unapita kwenye jaribu, nataka nikutie moyo, vumilia kidogo. Najua unaweza ukawa uisikii sauti ya Mungu, uisikii. Unatamani kusikia Mungu anakusemesha nini. Unatamani wakati mwingine kusikia hata mtume na nabii anasema nitakulia. Unatamani kusikia watu pendwa wasema Mungu amenionyesha kwa ajili yako, lakini kimya. Don't give up. Usikae, usihuzunike, usiache imani. Jangwani ni pazuri jangwani. Jaribu ni zuri kwa sababu jaribu linakutoa kiwango kimoja cha kiroho kwenda kiwango kingine cha kiroho. Lazima ujaribiwe. Mimi lazima nijaribiwe. Najua lazima nitapita kwenye magumu mengi. I know that. Ninafahamu nikisema sio nitakuwa najidanganya bure. Najua nitapita kwenye changamoto, najua mpaka nikamilike.
niweze kumfaa, niwe chombo kizuri cha Mungu, lazima nipite kwenye different trials. Lazima nithibitishwe kwenye matanuru mengi. Wengi wamethibitishwa watumishi wa Mungu, ukisikiza shuhuda zao, kina Mwakasege, kina Kurora, ukiwasikiliza watumishi wa Mungu wengi, ukiwasikiliza wamethibitishwa, Mungu akawapa nafasi. Lazima wapite jangwani. Anyway, kwa hiyo Mungu alimwacha Yesu. Alimwacha pale jangwani. Kwenye msalaba Mungu alimwacha. Alimwambia, mwanangu, pita hapo. Hapo ni wewe. Hapo sijaribiwi mimi Mungu. Hapo inajaribiwa imani. Kwenye jangwa hajaribiwi Mungu, anajaribiwa Mkristo. Nisikize point kwa makini sana. Unapopita jangwani hajaribiwi Mungu. Hajaribiwi mume wako. Hajaribiwi mchungaji wako. Yando urubu saika. Unapopita jangwani anayejaribiwa ni wewe. Usimwangalie yeyote, kwa sababu yeyote anaweza kutumika kuwa kikwazo. Sikiliza, haijalishi ni mume wako, mtoto wako, mchungaji wako, rafiki yako kipenzi, bosi wako, yeyote anaweza kutumiwa na shetani kukusababishia shida jangwani. Kwa hiyo usimwangalie mtu. Jangwani unapitishwa wewe, apitishwe mkeo. Usichukue jaribu lako ukamweka mke wako ukalisogeza. No, jaribu lako ni lako. Beba msalaba wako, unapitishwa wewe na yeye atapita kwa wakati wake. Mungu alimwacha Kristo. Kristo akakaa msalabani. Akapigwa msalabani pale. Akafa pale msalabani. Damu ikamwagika. Mungu amekaa kimya. Mbingu zimekaa kimya. Aliziita mbingu, mbingu zilinyamaza kimya. Aliita msaada kutoka mbinguni, msaada ulikaa kimya. Wapi? Pale jangwani. Pale msalabani. Mpendwa, jangwani. Jangwani Mungu anakaa kimya. Usishangae unaona mtafa sauti ya Mungu ipati, ndivyo palipo jangwani. Nini? Kwa sababu gani? Shetani huwa anawinda kiroho chako. Shetani huwa anawinda imani yako. Sawa sawa na kitabu cha Luka tulichokisoma 22:31. Yesu anamwambia Petro, shetani amewataka nini? Awapepete kama ngano. Lakini nimekuombea nini? Nimekuombea imani yako isitindike, isife, isiishe imani. Ukimaliza jangwa, nenda kawaokoe ndugu zako. Kawatafute akina Mathayo, kawatafute akina wengi wanafunzi, kawatafute hao, watafute waimarishe tena. Kina Yohana watafute, waimarishe ndugu zako. Nini? Jangwani lazima mpite. Na kweli baada ya muda ulishangaa. Wakati Yesu anakamatwa tu, wote walitawanyika. Kila mtu alienda anakojua. Wanakuja kukutana baadaye wameshachakalika. Wakati hadi Petro hataki kwenda kwa Yesu. Hataki kuonana na Yesu. Mpaka Yesu anasema mwambie na Petro naye aje. Jangwani. Kwa hiyo jangwani unapimwa imani. Kwa ukifika mahali pa jangwa, mahali pa jaribu, Mungu amenyamaza kimya kama alivyonyamaza kwa Ayubu. Mungu amenyamaza kimya kama alivyonyamaza kwa Yesu. Ukifika mazingira kama hayo, Mungu anyamaza kimya, na unapitia mazingira magumu, jua kabisa hapa niko jangwani. Na kwa kuwa niko jangwani, uwe na taarifa ya kwanza kwamba katika jangwa cha kwanza kinachowindwa ni imani yangu, ni kiroho changu, kwamba kidondoke ili shetani apate sifa, Mungu aaibike. Watu waanze kusema yuko wapi Mungu wake huyo? Si ndio alikuwa ananena kwa lugha? Si ndio alikuwa analia kanisani kila siku? Huyo si ndio mama ibada, wanamuita mama mchungaji. Wanamuita mchungaji, yuko wapi? Tulisema yana muda haya mambo ili wafurahi. Wafurahi. Kwa hiyo ukipita jangwani, cha kwanza kujua ni imani. Kulinda imani. Imani inafanyaje? Imani inalindwa. Linda imani yako sana. Inalinda ufanye kwa kuomba. Kwa kuomba. Unakumbuka Mkristo wakati wanafunzi wa Yesu wanavuka kwenda ng'ambo, upepo kachafua bahari,
Mawimbi yakawa makubwa, chombo kikataka kuzama, kinaenda kuzama. Wakati Yesu amelala. Wakamuita Yesu, baadaye Yesu akamka akautuliza upepo. Na Yesu akawashangaa pale, vipi mpaka leo mna imani haba? Lakini sio pointi yangu. Pointi yangu ni hii. Wanafunzi walimwambia Yesu, tuongezee imani. Walijipima wakaona kumbe upepo wa namna hii, majaribu ya namna hii hatuwezi. Unahitaji imani. Waliomba imani waongezewe mpendwa. Imani ni prayer agenda. Kuomba Mungu akuongezee imani, it's a prayer agenda. Kwa lazima kuanzia sasa anza kuweka hicho kitu kwenye maisha yako. Anza kuiombea imani yako. Maana yake nini? Likija jaribu, likija wimbi, likija upepo kichafuka, bahari kichafuka. Mpendwa, tayari umeshaomba imani kwa Mungu. Utashangaa unapita kwenye ile jambo bila kumkosea Mungu, bila kumkufuru Mungu. Unapita kama alivyopita Ayubu. Ayubu alipita kwa ushindi. Yesu naye alipita kwa ushindi. Siku ya 3 wakafufuka, wakashangaa, kukawa ni tafran, mji ukachafuka, watu wakawa na mshangao mkubwa, makaburi yamepasuka, vitu zigzag. Nini maana yake? Alishinda. Ukilishinda jaribu mpendwa, Biblia inasema ukishinda kuna saburi, ile kitabu cha Yakobo sura ya 1. Maana tukisha kushindwa tutapata kukubalika. Ukishinda kuna taji. Ukishinda jangwani, ukimaliza kozi ya jangwa, ukimaliza depo ya Mungu kuna taji. Kwa hiyo usikate tamaa. Kwa hiyo ukifika kwenye mazingira ya jangwa au mazingira unajaribu na Mungu amekaa kimya, unatafuta upenyo wa kimungu uone, tulia, anza kuomba Mungu nisaidie imani yangu. Mungu nisaidie nisikuache. Kwa sababu wakati huo shetani ataleta kila aina ya ushauri wa kwenda kwa waganga, ushauri wa mitume na manabii, tumia mafuta kidogo, hapa tunde kanisa hili hapa, ama hilo kanisa, toka kwa hiyo mchungaji na upako. Utaambiwa mengi sana. Shetani atakuletea kila namna ya watu. Shetani hayuko mbali. Ukishajua tuko jangwani, hayuko mbali, shetani yuko mfukoni mwako. Baada shetani kuenda kwa Ayubu tu alipompiga mateso, akawaandaa na watu. Akina Elifazi Mtemani akawaandaa, wakaja pale kama vile marafiki zake na Ayubu, wakalia kwa maombolezo makubwa sana. Ayubu akazani hawa ni wenzangu wamekuja kunifariji, kumbe ni watu shetani amewaandaa kuja kumdidimiza. Ndio maana ukiwa kwenye jaribu, nisikize kwa makini point. Ukiwa kwenye jaribu, usitamani sana ukaribu na watu. Usitamani sana, kwa sababu hawa watu wanaokuzunguka kwenye jaribu lako huenda ndio connector za shetani kwenye jaribu lako. Ogopa sana watu ukiwa kwenye jaribu. Ogopa sana marafiki ukiwa kwenye jaribu. Ogopa sana watu wa karibu kwenye jaribu. Hata kama ni wapendwa namna gani, kuwa makini sana, kwa sababu yeyote anaweza kutumiwa na shetani kwa muda yeyote. Yeyote anaweza kutumiwa na shetani kwa muda wowote ukiwa kwenye jaribu. Hata rafiki yako unayempenda sana, hata mke wako unayempenda sana, hata mume anaweza kutumiwa na shetani ukiwa kwenye jangwa. Kwa nini? Shetani anatafuta kila njia wakati huo kukuangusha. Na ili akuangushe vizuri, atatamani kutumia watu wa karibu ambao unawasikiliza, ambao unawatumainia, wazazi. Kwa hiyo jitenge sana wakati wa jaribu lako, na sio kila mtu wa kumwambia, hata kama ni watumishi wa Mungu. Wakati mwingine unaweza ukanyamaza ndani, ukamsihi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukawaambia, ndio kwa umetengeza jaribu la pili tena. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo shetani huwa anatumia kila njama kuhakikisha kwamba hautoboi. Mtu wa Mungu, unapopita jangwani kwa jaribu zito, mahali ambapo usikii sauti ya Mungu wala nini chochote usikii, jua kabisa mahali hapo, jambo la kwanza litakalotokea, shetani atakuja kuiwinda imani yako. Atakuja kukitikisa kiroho chako. Nimeandika hapa, shetani anakuja kujaribu mazingira yako ya kiroho. Yatakuja kujaribiwa. Ndio maana ya jangwa. Jangwani ni hapo tu. Kinapimwa kiroho chako, inapimwa imani yako. Basi. Jangwani kinapimwa kiroho, inapimwa imani yako. Mungu atusaidie sana.
Nikaandika nikasema hivi, alipochelewa Musa, alichelewa kiongozi. Alipochelewa kiongozi, ilichelewa sauti ya Mungu, sauti ya maelekezo. Ambao ingewajulisha wana wa Israeli, hapa piteni hapa. Wana wa Israeli jangwani baada ya kuchelewa Musa, kiroho chao kilitikisika, mazingira ya kiroho yaliharibika. Ghafla ikainuka hamu ya kutaka kuabudu Mungu mwingine. Ilitoka wapi hiyo hamu? Kwenye ardhi. Kumbuka ile ardhi ilikuwa ni nchi ya ugeni. Wana wa Israeli pale hapakuwa pao. Ile kila ardhi inamilikiwa na miungu. Ukikaa kwenye ardhi yoyote kama Mungu wako sio Mungu wa ile ardhi, jua kabisa utajaribiwa sana kumwacha Mungu wako aliye naye ili uwe na Mungu wa ile ardhi. Kuna watu hawajanielewa hapo vizuri. Jana ongea kiupole. Ukikaa kwenye ardhi yoyote ambapo kwenye hiyo ardhi Mungu anayemiliki hiyo ardhi sio Mungu aliye naye wewe, kutatokea na vita kubwa sana ya kulazimisha wewe umwache Mungu wako na uanze kumwabudu Mungu wa yule ardhi au Mungu wa wale watu wa eneo lile. Na ndio maana nisikilize kwa makini sana. Ukitoka Mwanza ukaya Dar es Salaam kwa mfano, muda si mrefu usipokuwa makini utashangaa na wewe unaanza kuwa kama watu wa Dar es Salaam. Wa mtaa ule unaokuzunguka. Utashangaa tu. Tabia, roho, maneno, kama watu wale ni watu wa choyo, watu wa maneno, watu wa magombe kusuntana, utashangaa na wewe ghafla unaanza kuingia kwenye hiyo hali ya maneno, kusuntana, kuongea. Automatic taratibu utajikuta umeshazama. Nini maana yake? Unapoenda sehemu yote, Mungu anayetawala ni Mungu wa lile eneo. Kwa hiyo ili wewe uwe na nguvu ni lazima uhakikishe unaomba mpaka kuzima sauti za Mungu wa lile eneo ili Mungu wako apate sauti juu yako. Hata hujanielewa vizuri. Nisikilize. Ukienda mahali popote pa ugeni, umenunua kiwanja, umejenga nyumba, umehamia, hilo eneo linatawaliwa na nani? Na Mungu wa eneo lile. Sasa ili Mungu wako awe mtawala, lazima uhakikishe Mungu wa lile eneo umemwangusha chini. Usipomwangusha chini Mungu wa lile eneo, matokeo yake ni kwamba sauti ya Mungu wa lile eneo itakuwa ni kubwa sana, itakuathiri wewe, na matokeo yake taratibu utaanza kumwacha Mungu wako. Utaanza kuwa kama hao watu wa eneo lile. Kitabu cha Hesabu sura 25 utaona. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri wakafika katika nchi ya Moabu, kwa kina Baraki pale, Alipofika pale, Baraki akataka kuwalaani, akashindwa kutumia Balaamu. Alichokifanya Baraki, akaandaa sherehe. Alipoandaa sherehe, wana wa Israeli wakaenda wakala chakula cha Mungu Baali Peori. Walipokuwa nakula chakula, wakatoka na roho ya uzinzi. Wakaanza kuzini, wakaanza kuwa watu wa mataifa mengine. Mungu akakasirika, Mungu akawaua watu 24,000 pale. Nazungumza kitu gani? Hakuna kitu hatari sana kama ardhi. Ardhi imebeba miungu. Na ndio maana mpendo lazima makini sana kuishughulikia ardhi kisawasawa. Ardhi ina sauti kiroho kuliko unavyoweza kufikiria. Usipokuwa na sauti ya Mungu kubwa ndani yako, lazima sauti ya ardhi ikumeze. Sauti ya ardhi lazima ikumeze. Ardhi ina sauti kubwa kiroho. Na ndio maana mpendwa, jifunze kuombea ardhi. Kwa sababu ardhi inanena, ina mdomo, ina kinywa, inazungumza. Kwa hiyo kama unakaa kwenye eneo ambalo kuna miungu fulani, lazima utafanania ile miungu tu. Labda uamue kujipambanua kumtafuta Mungu kwa nguvu na kubomoa madhabahu za ile ardhi. Na miungu ile ardhi kuiondoa na kusimika madhabahu yako. Hapo utakuwa salama. Sasa wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, wakafika milima ya Sinai, hali ya kiroho
ya lile eneo. Hali ya kiroho ya lile eneo ikawasukuma wao kuona kwamba hatuwezi kukaa bila Mungu. Wakaamua kutafuta miungu. Ndio maana hawakumfuata Haruni kumwambia Haruni, tuongoze wewe, maana Mungu si unamfahamu na Musa si ndugu yako. Walimfuata Haruni kumwambia Haruni, tutengenezee miungu. Nini maana yake? Hali ya kiroho ya lile eneo ilidai ibada, kwamba mmekanyaga kwenye ardhi yangu hapa, wana wa Israeli, nataka ibada mahali hapa, nataka mtoe sadaka mahali hapa. Wakashinikiza kufanya ibada ya Mungu mwingine pale. Nini? Sio wao, ardhi, mazingira ya kiroho yaliforce wale wafanye ibada. Kwa Mungu gani? Kwa Mungu wa lile eneo. Ndio maana Haruni akawatengenezea sawa nilivyokuwa nataka. Tuendelee huko mbele baadaye kuona. Lengo langu nini? Ninakwambia tu mtu wa Mungu kwamba unapopita jangwani kwenye matatizo, kwenye jaribu kubwa sana, hauoni penetration, hausikii sauti ya Mungu, sauti ya mchungaji, hausikii kwa ndoto, hausikii kwa nabii. Mungu amekaa kimya. Na umepita kwenye wakati mgumu sana, unatamani Mungu aseme kitu lakini Mungu amekaa kimya. Nataka nikwambie mahali hapo ni jangwa. Mahali hapo ni jangwa. Aina ya jaribu hilo ni jaribu jangwa. Uko jangwani. Kitu gani kinatakiwa pale? Ni kuanza kuwa makini na imani yako. Kwa sababu kitakacho kuja kutokea, inayofuata kujaribiwa hapo ni imani yako. Ukiona tu Mungu amenyamaza kwa jaribu, jua kinachopimwa hapo ni imani tayari. Yaani jua umeingia kwenye mtihani wa imani. Mungu amekaa pembeni, shetani amekaa pembeni, wanakuona. Utampenda Mungu? Utamshika? Utaimba tena kwaya? Utafanya tena maombi? Utategemeza tena mchungaji? Utatoa sadaka tena? Utafadhili tena kazi ya Mungu? Amekaa pembeni shetani na Mungu anaona. Ukifika mahali uko kwenye jaribu, Mungu asemi chochote. Amekaa kimya kwenye hilo jaribu. Usikii sauti hata ya mtu yoyote. Jua hilo ni jaribu jangwa. Sio jaribu la kawaida, ni jaribu jangwa. Majaribu mengine Mungu anaweza akakusemesha. Anakusemesha kabisa. Anakupa njia. Anakupa cha kufanya. Anakusemesha na kutia moyo. Lakini ukiwa unapita kwenye jaribu ambalo Mungu amekaa kimya, jua hilo ni jaribu jangwa. Uko jangwani unajaribiwa. Yaani uko jangwani lakini pia unajaribiwa. Ni jaribu jangwa. Jaribu jangwa. Uko jangwani unajaribiwa. Maana yake nini? Pale inawindwa imani. Basi. Je, utamgeuka Mungu? Utamkataa Mungu? Utamfanya Mungu asiwe kiongozi wako? Mtu wa Mungu, leo nataka niishie hapo. Tumejifunza nini? Tumejifunza kwamba unapopita jangwani au jaribu jangwa, kinachowindwa ni imani yako. Sasa nifanye nini mwalimu? Ombea imani yako. Ombea imani yako. Uwe na maombi ya imani kwamba Mungu, ilinde imani yangu. Sitamani kuabudu miungu mingine, usiniache. Sitamani kwenda siku moja na mimi kwenda kushika vitambaa vya upako, mafuta ya uchumi. Sitamani Mungu kufikia huko. Mwambie Mungu, baba yangu, sitamani mimi Mungu kabisa kwenye zinaa. Sitaki Mungu zinaa. Baba yangu Mungu, sitamani Mungu aibu. Mwambie Mungu tu. Imani yangu ilinde Mungu. Ilinde baba yangu, si tu Kristo. Ombea tu imani yako. Ukishaona uko kwenye jaribu jangwa nimeshalielezea. Jaribu sio kama jaribu jangwa. Ombea imani yako tu, kaa kimya. Nimekwambia jambo la kuweka akilini, kaa mbali sana na marafiki. Kaa mbali na watu wako wa karibu. Uwe makini nao sana. Si wabaya, hapana, lakini shetani hutumia watu wa karibu sana kwenye jaribu jangwa. Watu wa karibu sana kukukwamisha kuhakikisha unadondoka. Na wao sio wao, wanatumiwa na shetani. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu wako wa karibu unapofika kwenye jaribu jangwa. Fumba macho yako tuombe, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha leo. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya kipindi cha leo. Umekuwa ni mwema, mwenye fadhili, mwenye baraka. Asante kwa kutufundisha na kutufunulia neema mpya siku ya leo kwa habari ya tukipita kwenye jaribu jangwa. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kuomba Mungu imani yetu isitindike. Ni kuomba Mungu utuongeze imani. Ni kuomba Mungu usiruhusu imani yetu ikaguswa. Tupite kwenye jaribu jangwa lakini imani yetu ibaki pale pale.
Ninakusihi mfalme wa amani, mwamba wa uzima, kila anayesikia ujumbe huu Bwana, ukakute na maisha yake, ukampe badiliko Bwana, na akapate nguvu tena. Hata kama alikuwa anapitia majaribu mazito mengi Bwana, ukamguse kwa mkono wako, usimwache peke yake, katika jina lako Yesu Kristo hai. Amen. Ubarikiwe sana mpendwa, tukutane wakati mwingine. Mungu akubariki sana. Unaweza kusubscribe kwenye akaunti hii ya Rehoboth Ministries Tanzania na ukatoa komenti yako, au kama uko WhatsApp unaweza kuandika komenti yako, unabarikiwa namna gani, na kama kuna agenda ya kimaombi unaweza ukasema, then tukafanya mbele za Bwana, Mungu akatenda. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Amen.